Inua Bwana mikono yako asubuhi ya leo. Just make a confession. Make that declaration. In the name of Jesus. Inua Bwana tu mikono yako asubuhi. Just make that confession. Bwana, wewe ni kila kitu kwangu. Bwana, sema I refuse. Asubuhi ya leo tutakataa katika jina la Yesu. Kuna vitu tunakwenda kukataa katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. In the book of Exodus chapter number 2. Hallelujah. Exodus chapter number 2 verse 11. The Bible says, now it came to pass in those days when Moses was grown that he went out to his brethren and looked at their abandon. And he saw an Egyptian beating and Hebrew, one of his brethren. Praise the name of the Lord. Maandiko inasema kwamba wakati Musa alikuwa, sisi sote tunajua ya kwamba Musa alilelewa katika nyumba ya Farao. Na mahali pale Musa alikuwa anapata chochote ambacho angehitaji. Praise the name of the Lord. Lakini inside of Moses kulikuwa na kitu kilikuwa kinachemuka huko. Licha ya kwamba alikuwa katika state house, akitaka kutoka alikuwa na magari ambayo iko na security. Pale state house alikuwa anapata kila kitu. Lakini siku moja maandiko inasema akakataa kuitwa kijana wa binti Farao. Praise the name of the Lord. Ni kwa sababu ndani ya Musa kulikuwa kumebeba ukombozi. Na akatoka akaacha hiyo comfort yote na akasema nitaenda kuangalia ndugu zangu. Praise the name of the Lord. Sijui kama ni siku ya leo, kama kuna mtu anaweza akaacha hiyo comfort, mahali ambapo kuna kila kitu, mambo ambayo tunatafuta Musa alikuwa nayo. But one day he decided ya kwamba yote haya state house ninayawacha, ni kwa sababu hii sio assignment yangu. Kuna assignment ambayo ninaisikia ndani yangu na ndio ninaiendea. Musa akatoka akaenda kuangalia ndugu zake. Asubuhi ya leo, you are now fully mature. Come out of that comfort zone. Kuna mambo mengine umewekewa na yanakupatia comfort. Asubuhi ya leo nimekuja kukuambia you can refuse. Musa alikataa, akasema sitaendelea kukaa hapa. Sitaendelea kuitwa kijana wa binti Farao. I have a divine assignment. Praise the name of the Lord. Hallelujah. In the book of Luke, twende hapo. Kuna mahali nataka tufike. In the name of Jesus. In the book of Luke chapter 15 and verse 17. Luke 15 verse 17. The Bible says, but when he came to himself, he said, how many of my father's hired servants are bread enough and to spare, and I perish with hunger? Hii ni historia ya the prodigal son. Kama vile mnajua, the prodigal son alichukua vitu vyake na akatoka nchi ya mji, akaenda nchi ya mbali. Akaenda huko, akatumia mali yake yote ikaisha. Na siku moja akajipata anakula makopo pamoja na nguruwe. The Bible says he came back to his senses. Napenda NIV. Ile ni gani? But when he came, spend hiyo. Nani yako na NIV? NIV naweka vizuri, nasema when he came back to his senses. Ndio hiyo. When he came to his senses. Asubuhi ya leo, I want you to come to your senses. Na ujue ya kwamba yale maisha unayokaa. Hii ujumbe si ya watu wote. Hii ujumbe ni ya watu ambao wamechoka na yale maisha unakaa. Unakaa katika hali ya kukandamizwa. Maandiko inasema siku ile Yakobo
alipewa baraka. Na Esau anafika hapo, anakuta baraka imepeano, na anaambiwa hakuna kitu kingine kimebaki, ya kwamba nimepeana. Na kuna kitu kimoja anaambiwa pale, ya kwamba kutoka leo utakuwa slave wa ndugu yako, lakini siku ile utachoka, utaondoa hiyo nira kutoka kwako. Je, kuna mtu ambaye amechoka katika nyumba hii, ya kwamba the kind of life you are living sio ile makusudi ya Bwana, sio mapenzi ya Bwana kuishi hiyo maisha? Nimekuja nikutangazie ya kwamba you can refuse. Praise the name of the Lord. The prodigal son alikataa, akasema kule nyumbani watenda kazi ni wengi, wanakula na kuzaza, na mimi hapa ninakula makombo ya nguruwe. Mimi nakataa. Na akatoka akaenda nyumbani mwa Bwana. Praise the name of the Lord. Na maandiko yanasema alipokuwa njiani baba yake akampokelea. Praise the name of the Lord. Kuna mtu leo akikataa yale maisha ambayo unaishi, maisha ya kufinyiliwa, maisha ambayo iko chini, utapokelewa na baba yangu. Praise the name of the Lord. Is somebody tired in this house? Are you tired? Unafanya vitu havifanyiki. Unafungua biashara inakufa, unafungua nyingine inakufa. You must come out of that situation katika jina la Yesu. Mtu asema ninakataa. Sema ninakataa. Praise the name of the Lord. Inahitaji watu ambao wamechoka, watu ambao wanaweza kaingia hasira takatifu, wakasema I am tired of this kind of life and I am coming out. Praise the name of the Lord. Hii ufalme utachukuliwa na wenye nguvu. Praise the name of the Lord. Usikae hapo ufikirie kuna mtu atakuhurumia. Watu wengi wanataka ufe, wanataka undindimie, wanataka upotee. Lakini asubuhi ya leo nimekuja nikutangazie ya kwamba wewe si wa kupotea. You will come out in the mighty name of Jesus. Praise the name of the Lord. The prodigal son, he refused. Alisema siwezi nikaendelea hapa. Siwezi nikaendelea hata kama kuna makosa nilifanya ndio, lakini siwezi. Nimechoka kukula chakula ya nguruwe, nimekataa. Mtu aseme nimekataa. That is the message. Sema nimekataa. Sema I refuse. Kwa lugha yako? Hello? Nimependa hiyo. Ninalea. Praise the name of the Lord. Kuna Mluya hapa. Aha. Hawa kuna mambo itabadilika katika jina la Yesu. Bindu bichenjanga. Wanasemanga hivyo. Hebu karibia hapo useme hiyo. Bindu bichenjanga. Lazima mambo yabadilike katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Mambo lazima yabadilike. Hiyo kukaa duni sio sehemu yangu. Mimi nakataa. I refuse. Kama wewe ukikataa, hata mimi nakataa. Hiyo maisha ninakaa, mimi nakataa. Ninakataa kuitwa mhubiri mdogo mdogo. Nasema ninakataa. Hello. Kataa kuitwa mkulima mdogo mdogo. Mimi nakataa katika jina la Yesu. Kataa waimbaji. Kataeni kuitwa waimbaji wandogo. You have a destiny. You have a destiny. You have a greater destiny. Ikiwa kuna mtu atainuka aseme I refuse. Praise the name of the Lord. The prodigal son alikaa kapiga mahesabu akasema no. Kwani nilifanya nini? I will go back. Praise the name of the Lord. Sema I will go back to my original state. Kule wanimpeleka sio kwangu. Mimi nakataa katika jina la Yesu. Your ministry must begin to take a form katika jina la Yesu. Nasema ile huduma Bwana ameweka ndani yako lazima ianze kuumbika. Lazima ianze kuumbika katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. In the book of 1 Kings chapter 3 kuna makahaba wawili. Praise the name of the Lord. Na mmoja alipolala usiku akalalia mtoto wake akakufa. Na akaamuka usiku wa manane. Sema usiku wa manane. Akachukua mtoto ambaye alikuwa amekufa, akaenda akawekea mwenzake. Na akachukua mtoto ambaye yuko hai, eti akalala na yeye. Praise the name of the Lord. Lakini yule mama mwenye mtoto alipoamuka asubuhi akakuta mtoto amekufa ndio. Lakini akaangalia. Sema akaangalia. Akachunguza. Akasema hapana. Huyu mtoto ambaye amekufa sio wangu. Hello.
Praise the name of the Lord. Nimekuja kutangaza hiyo biashara ambayo umekufa sio yako. Nasema sio yako. Hiyo ndoa ambayo inataka kukufa sio yako. Ndoa yako ni ya kusimama. Nasema ni ya kusimama katika jina la Yesu. Hiyo uchumba ambao unataka kuvunjika sio wako. Kataa katika jina la Yesu. Alikataa akasema no. Mtoto ambaye amekufa sio wangu. Huyo mwenzake akasema ni wako, sio wangu, ni wako. Sema basi twende kwa mfalme. Praise the name of the Lord. Mnajua kile ambacho kilitendeka ni kwa sababu mama alikuwa anajua mtoto wake. Praise the name of the Lord. Baada ya mambo yote, mama mtoto akaregeshewa mtoto wake ambaye alikuwa hai. Sema wabebe maiti yao. Sema biashara ambayo iko hai ni yangu. You see, you are making declaration in the spiritual realm. Praise the name of the Lord. Mimi nataka kuhubiria watu ambao wanamaanisha. Hello. Wewe sio mtu wa kufanya vitu vya kukufa. Hale. Maandiko inasema yule mama alipokuwa amelala ndio mabadiliko ilifanyika. Na mimi asubuhi ya leo ninakataa pia kulala kiroho. Sema ninakataa. Ninakataa. Ninakataa kulala usingizi wa kiroho. Kuna vitu ukilala kiroho vitachukuliwa na adui. Sema ninakataa kulala kiroho katika jina la Yesu. Kataa. Kesha katika jina la Yesu. Pokea neema ya kukesha katika jina la Yesu. Hata mimi napokea asubuhi ya leo. Ninakataa kulala vitu vyangu vichukuliwe. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo vitu vya kukufa sio vya kwako. Sema sio vya kwangu. Sema sio vya kwangu. We are serving a mighty God. Praise the name of the Lord. Tunatumikia Mungu ambaye anaweza kubadilisha nyakati na majira. Unaamuka asubuhi ya leo, ulilala na machozi, unaamuka kuimba wimbo wa furaha katika jina la Yesu. That is your portion in the mighty name of Jesus. Praise the name of the Lord. Nasema hiyo ndio nafasi yako katika jina la Yesu. Hata kama umekesha ukilia, hata kama umekesha ukiomboleza, asubuhi, nasikia asubuhi imekaribia, uanze kucheka, uanze kufurahi katika jina la Yesu Kristo. Praise the name of the Lord. We must seek an encounter with God. Mimi sipendi kuhubiri Mungu wa kusikia. Sipendi kuhubiri Mungu wa kuambiwa. Ninapenda ni mhubiri Mungu ambaye I have ever have an encounter with him. Praise the name of the Lord. You see, ukihubiri na ukitumikia Mungu wa kusikia, siku moja kuna uwezekano ukamwacha. Hello. Ukihubiri Mungu wa kusikia, kuna uwezekano hamtapelekana mbali. Lakini asubuhi ya leo have come to encourage you ya kwamba tafuta Mungu mandamu anapopatikana. Praise the name of the Lord. Na in the book of Judges kuna historia ya Gideon ya kwamba malaika alipofika kwake eti anamsalimia eti good morning mighty man of valor. The book of Judges 6. Tupatie hiyo. Judges chapter 6 verse 12. Ukifika hapo nasema amen. Aja, mulifika kitambo. Hivi ndivyo inasema, and the angel of the Lord appeared to him and said to him, the Lord is with you, you mighty man of valor. Tuendelee. Gideon said to him, oh my Lord, the Lord is with us. Why then has all this happened to us? And where are all his miracles which our fathers told us about? Hiyo ndiyo ilikuwa jibu ya Gideon. Praise the name of the Lord. Anamuuliza, kama unaniita mighty man of valor, basi yako wapi matendo walipotuambia baba yetu? Praise the name of the Lord. Na ukisoma mistari hapo chini, maandiko inasema Gideon, Mungu alikonfirm kwake ya kwamba yeye ndiye anamuita. Praise the name of the Lord. Na kutoka wakati huo
Gideon had an encounter with God. Kwa hivyo kuanzia hapo Gideon alikuwa anahubiri Mungu ambaye ako na uhakika na yeye katika jina la Yesu. Hata mimi nakataa asubuhi ya leo kuhubiri Mungu ambaye ni kama hana masikio. Praise the name of the Lord. Sema I refuse. Sema tena I refuse. Majuma kadhaa kuna kitu nilikuwa nakiaminia Mungu. Na nikaenda maombi siku ya kwanza, hakuna kitu inafanyika. Siku ya pili hakuna kitu. Na siku ya tatu ninakumbuka nikaingia ile asira takatifu. Praise the name of the Lord. Na nikasikia kuna scripture ilishuka ndani yangu. Praise the name of the Lord. Scripture ambayo iko katika kitabu ya Zaburi chapter 50 verse 15. Maandiko inasema kwamba call upon me in the days of trouble and I will answer you. Sikia, hivi ndio nilisema. Nikasema kama hii scripture ni ya kweli. Hello. Hivyo ndivyo nilikuwa naomba sasa. Nikasema kama hii scripture ni ya kweli, ninataka kitu kifanyike. Ili ya kwamba niweze kuprove hii scripture ni ya kweli. Hello. Praise the name of the Lord. Na I tell you, kuna mambo niliugua nikaingia ndani yake nikayazungumza. Na muda mchache nikasikia amani imeshuka kwangu. Nikajua it is done. Praise the name of the Lord. Na baada ya muda mchache nilipopiga simu nikaambiwa mambo iko sawa. Hello. Ni vile hujachoka. I'm telling you. Hello. Nakwambia ni vile hujachoka. Ni vile hujapata force ya kukusukuma. Ukisukuma zaidi utaitana. Unaniangalia aje? Steve, nakwambia ukisukuma zaidi utaitana. Haujaitana kwa sababu haujasukumwa. Hello. Kuna hadithi niliandithiwa ya kwamba kijana alikuwa anatembea akaanguka kwa shimo. Na alipoanguka pale akajaribu kupanda akashindwa. Akajaribu akashindwa. Na ghafla kukaanguka mtu mwingine. Unajua sasa yeye amechoka, amekaa mahali anapiga mahesabu itakuaje. Na yule kijana naye kumbe hakuona huyu ako hapa. Hello. Na yeye akajaribu kupanda. Akajaribu kupanda. Yule mwingine anamwangalia tu. Akajaribu kupanda anashindwa. Saidi anarudi kuketi. Ndio huyo akamniongelezea akamwambia aja. Hata wewe umeshindwa. Mimi pia niko hapa. Nijaribu kama wewe nikashindwa. Na kuambia kijana alifikiria ni mizimu imeongea na yeye. Ile energy alipata ya kushika ukuta huku na huku alijipata nje. Hello. Ndio nakwambia hauja kusukuma vya kutosha. Ukisukuma vya kutosha utaitana. Hello. Hello. Niachilie usukumwe. Niseme usukumwe. Unaniangalia aje? Gechoke. Hujasukumwa. Ukisukumwa tutasikia nduru hapa. Tutasikia huyo anaitana. Praise the name of the Lord. Sema ninakataa. Sema I refuse. Kukaa maisha ya chini ninakataa katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. In the book of 1 Samuel. Wewe ni kila kitu kwangu. Bwana. Wewe ni kila kitu kwangu. Bwana. Wewe ni kila kitu kwangu. Oh Bwana. Wewe ni kila kitu kwangu. Oh Bwana. Wewe ni kila kitu kwangu. Oh Bwana. Wewe ni kila kitu kwangu. Bwana. Wewe ni kila kitu kwangu. Bwana. Wewe ni kila kitu kwangu. Bwana. 1 Samuel chapter number 1 verse 8. Then Elkanah, her husband, said to her, Anna, why do you weep? Why do you not eat? And why is your heart grieved? Am I not better to you than 10 sons? Nyote mnajua historia ya Hana. Hana kwa kipindi kirefu alikaa chini ya matuzi ya Penina. Na aliendelea kusukumwa. Na aliendelea kusukumwa. Na mume wake Elkanah
alikuwa anajaribu kumpatia comfort. Hello? Maandiko inasema walipokuwa wakienda kule Shilo kwenda kuabudu, Ana alikuwa anapewa 2 portions na Penina anapewa moja. Hello? Hiyo sio kujengewa comfort. But inside of Anna, alijua this is not what I want. Praise the name of the Lord. Na Ana kaendelea kuugua. Paka siku Elikana anamuuliza, kwa nini unaugua? Kwa nini haukuli? Praise the name of the Lord. Na Ana anaendelea kuugua. Anamwambia si mimi ni bora kwako kuliko 10 sons. Sema I refuse. I refuse that comfort. Ndani ya Hana, watu ndio walikuwa wanajua Anna is a barren woman. But inside of Anna, Anna alikuwa anasikia watoto wakirukaruka ndani yake. Praise the name of the Lord. Na hivyo ndivyo halikataa comfort hata ya mume wake. Praise the name of the Lord. Hata wakati anatukanwa, anasema ni vile tu kipindi yangu, ni vile tu season yangu haijafika, lakini mimi sio tasa. Hello? Ana alikuwa anajua mimi sio tasa, watu ndio wananiita tasa, lakini mimi am not a barren woman. Mimi ni mtoto, ni mtu ambaye amejaa watoto ndani yake. Praise the name of the Lord. Na Ana kunyamaza. Praise the name of the Lord. Hana akaendelea kuugua. Na maandiko inasema Heli akaona Ana katika hali ya kuugua. Praise the name of the Lord. Na siku hiyo Heli akanena maneno, akamwambia nenda na Bwana akukumbuke. Na siku hiyo, oh my God, maandiko inasema Hana hakurudi kulia tena. Sema ninakataa kulia tena. Kile ambacho kinafanya uendelee kuomboleza na kuumia ni kwa sababu season yako inafika. Season yako haijafika, but I hear it is about to appear. Your season is about to appear. Continue pressing on. Kataa hiyo comfort. Praise the name of the Lord. Mimi sipendi watu hata wakunitia moyo. Hello? Kile ninataka ni vitu vifanyike. Wachana na kutiwa moyo. Watu watakutia moyo leo, kesho wataongea habari zako mbaya. Watakwambia oh pole, Mungu atakubariki, season yako tu itafika. Kesho watakuiza mama tasa, uko bando. Wale ambao walikuwa na kuencourage jana, sema I refuse. Sema I refuse their comfort. Kile ninataka ni mtoto. Ana alikuwa anasema kile ninataka sio comfort, kile ninataka ni mtoto. Sema tena si mtoto tu, mtoto wa kiume. He was very sure. Hello? He was very sure ya kwamba ndani yangu kuna mtoto wa kiume. Wewe ni kila kitu kwangu, Bwana. Wewe ni kila kitu kwangu, Bwana. Mimi nataka mtu ambaye amechoka. Umechoka kuitwa tasa. Umechoka kuitwa mama mjane. Umechoka na unasema I refuse, ninakataa hii hali, ninakwenda. Kwani wewe kwako ndio kumeandikwa tu wait. Ukifika hapo ndio kengele inalia ya wait. Umeandikiwa wait mpaka la mwisho imeandikwa waitress. Yani mimi niulize, wewe ni mtu wa kungojeanga watu wahudumie wakiingia kwa blessing zao? Sema I refuse. Mimi sitakungojea. Hello? Mimi sitakungojea. I'm not your waitress. Hello? Unajua hata hapa nimeshangaa. Wakati mwingine roho anashuka, watu wanatembelea, unakuta kuna mtu mwingine tu yuko hivi, haja. Mimi nashindwa, huyu alikuja kuhudumiwa ama ni waitress? Unajua waitress ndio wanakaanga hivi kwa hoteli, wanangojea tu kuserve. Sema ninakataa. Sema I refuse. I'm not your waitress. Oh. Hello? Mimi natamani siku moja hapa hata kutipatikane hata asha wa kuhudumia watu. Roho Mtakatifu wawe ndiye anahudumia watu. Yani Roho ametembea mahali hapa. I am waiting for that day. Ya kwamba asha hawatakuwa na kazi. Hello? Kila mtu atajishughulikia mwenyewe. Hii mambo ya kuhudumia watu wakibarikiwa, mimi nakataa. Ukianguka huko anguka mwenyewe. Sikuji huko.
Kwani ni mimi nimekuangusha? Wewe ukianguka anguka mwenyewe. Kiti kivunjika, Pastor President atanunua nyingine. Si ndio pastor? Angukia hata 10. Lakini na wewe ukombolewe. Asha msundumie watu kwa mwezi mmoja ujao. Wacha wandunde. Kwani wewe ndio unawaangusha? Kama kuna mtu utatega mshikilie. Lakini kama wewe si umemtega, mwacha ndunde. Akindunda akombolewe, fine. Praise the name of the Lord. Hello. Sometimes mtu akiombewa tuko hapo. Mimi sitakuja. Ndunda hapo kwa baranda. Na kwa sababu niko na experience ya Holy Spirit kuangusha watu, hata uumiangi by the way. Labda ujiangushe mwenyewe. Ukijiangusha mwenyewe utaumia. Lakini Roho akikukamata, hata kama atakupepeta ukaanguke kwa ile mlango, I'm telling you, you are safe and secure. Katika jina la Yesu. Tuache ikasumba. Tuache mazoea katika nyumba ya Bwana wapendwa. Hakuna mtu alikuja kushindikisha wengine wabarikiwe na wewe unarudi nyumbani umetoka kufanya kazi ya Asha. Leo ninawafuta kazi. Umesikia Asha? Nimewafuta kazi leo. For the next 1 month nimewafuta kazi. Pastor usiniite kwa ofisi. Na nikisensi unataka kuniita, mimi sitakuja kwa ofisi, nitatembelea hapa. Ni kama nasalimia watu. Nimeondoka. Kuniuliza kwa nini ulifuta Asha kazi? Sio mimi nimewafuta. Kwani Holy Spirit akikuja atawafuta mwenyewe. Na kama hata kuja utawaona tu wako hapo. Sasa Holy Spirit sikuja tu wafute mwenyewe. Praise the name of the Lord. Tuache kasumba na mazoea. Mwingine yuko pale anaangalia huje nitaanguka wapi? Yaani anaanza kuprepare mali. Ameanza kusensi ataanguka, kwa hivyo anaangalia kama yuko safe kule ataanguka. Hiyo ni ya kujitengeneza bwana. Wacha Roho mwenyewe akukamate. Hello. Wacha Roho mwenyewe afanye nini? Hakukamate na akukomboe katika jina la Yesu. Tumeshuhudia vituko, wanaanguka na wanaamuka vile vile. Lakini Roho akikuweka chini, nakwambia hatakufinyanga hapo, hatakufinyanga. Ukiamuka, you are fully delivered katika jina la Yesu. Ninaachilia hiyo Roho akafike kwako katika jina la Yesu. Kataa kuitwa majina. Praise the name of the Lord. Kataa kufinyiliwa. Kataa kukaa hapo. Praise the name of the Lord. Sema I refuse. Fanya hivi. Sema I refuse. Sema I refuse. Make that declaration in faith. Sema I refuse. Sema tena I refuse. Unavijua vile unaongea kuna vitu unakataa huko. You are not aware the havoc you are causing the spiritual realm. Sema tena I refuse. Sema tena I refuse. Ongeza sauti, sema I refuse. Yes, kataa kuitwa majina. Praise the name of the Lord. Wewe sio mtu wa kusindikisha watu wakiingia, wewe uko pale kwa mlango. Kwani wewe ni bodyguard? Bodyguard wa rais anamfungulia mlango, rais anaingia anafunga. Ndio na yeye akajitafutia kama ataingia wapi. Sema hiyo ninakataa. Wewe si bodyguard wa mtu yote hapa. Hello. You came to have an encounter with God. Praise the name of the Lord. Ulikuja ukutane na simba wa Yuda. Na maandiko iko very clear that whoever calls upon the name of the Lord shall be delivered. Praise the name of the Lord. There is deliverance in the house of the Lord. Today, there is deliverance in the house of the Lord. Wewe ni kila kitu kwangu, oh Bwana. Wewe ni kila kitu kwangu, Bwana. Wewe ni kila kitu kwangu, oh Bwana. Wewe ni kila kitu kwangu, Bwana. Genesis 30. Maandiko inasema Rachel alichoka. Na hii ndio maneno anaambia Jacob. Sio Rachel mchungaji. Sema Rachel nikaona watu wanaangalia huko. Ni Rachel yule wa Jacob. Alichoka na kuitwa tasa
Na anageuka anamwambia Jacob, give me children or I die. Final. Hello? Give me children or I die. Sina wakati wa kujadiliana we Jacob ya kwamba tumbo ya kubeba mtoto ndio hii na hiyo ingine ndio hiyo. Kwa hivyo wewe ndio uchacheza nafasi yako. You give me children or I die. Huyo ni mama ambaye amechoka. Amechoka madharau. Amechoka kuambiwa kwamba wewe unajua uchungu wa kuzaa. Umechoka. Rachel alikuwa amechoka matusi ya Lea. Alikuwa amechoka. Na akamwambia Jacob, you give me children or I die. Ukisoma mistari hapo chini, maandiko inasema Jacob prayed for Rachel. And verse 22, maandiko inasema God remembered Rachel. Come on somebody. Paka uchoke, uitane, utafunguliwa mulango. Keep on knocking. Ambia mtu keep on knocking. Wakisema hakuna nafasi, wewe hata ukitembea town unatafuta kazi. Mahali hapo wanaambiwa eti no vacant. Hapa. Wewe gonga hapo. Sema nataka kazi. Na hapo wameandika hakuna nafasi ya kazi. Na wewe uko hapo crazy. Nataka kazi. Soja anakuuliza, si unaona hapa kumeandikwa hakuna nafasi ya kazi? Sema yangu iko. Hello? Hello? Am I talking to somebody in this house? Keep on. Sometimes you need to confuse your enemy. Hauna kazi na unarauka asubuhi na mapema, unaoga na unavaa na unaanza safari ya kwenda kazini. Hello? Huyo ni mtu ambaye ako na faith, anajua kule anaenda. Paka adui anasema, ai, na si huyo ana kazi na anaenda kazi wapi? You are confusing your enemy. Paka ataondoa roadblock mwenyewe. Hello? Nasema hizo roadblock wataondoa wenyewe. Wanaokuzuilia njia wataondoa wenyewe. Kile umebeba hakiwezi kakazuiwa. Praise the name of the Lord. The fire that you carry haiwezi kazuiliwa. Nasema kile umebeba hakiwezi kikazuiliwa katika jina la Yesu. Kile umebeba hakiwezi kikazuiliwa. Sema I refuse. Rachel alichoka, akasema hapana. Kile ninahitaji ni watoto. Nothing else. Nothing else. And the Bible says that God remembered Rachel and he opened his womb. Bwana atafungua tumbo yako siku ya leo katika jina la Yesu. Iwe ni tumbo ya biashara, Bwana ifungue katika ibada hii in the mighty name of Jesus. Wewe ambao unataka ndoa, Bwana ifungue. Useme hapana, I am now turning 40. And I'm still waiting. Hiyo ni kungojea ama ni kudhulumiwa? 40 years you are still waiting for marriage. Hiyo ni kudhulumiwa, wacha nikuambie peupe. Hiyo ni dhuluma. Unahitaji usimame na useme I refuse. Kwani watu wote wameolewa, wewe ndio unaambiwa tu ngojea? Mimi nakataa. Sema nakataa. Nasemanga life begins at 40. Sasa wewe kidogo umepitisha 40. And you are still waiting. Sema I refuse. Sema tena I refuse. Unafanya kabiashara hivi. Kanaenda, kanasema nimeenda. Unafungua kengine kanasema hivyo mwenzangu alienda na mimi nimeenda. Sema I am come for you. You will hope, you will step and you will jump. Hello? Vile ninafanya hivyo kuna watu unainulia biashara. You hope, you step and you jump. Kameenda kule chini, utakaendea huko. Kwani nafikiria biashara iko na upako kuliko ule uko nao? Hello? Kwani pesa iko na upako gani wapendwa? You are anointed more than money. Hello? You should praise the name of the Lord. Mimi natoka katika level ya kununua na kuuza. You see, kama uko katika hali ya buying and selling, you cannot make money. Hello? I'm in business of making money.
not buying and selling. Unanunua sukari 50 kgs 5,000, unauza 5,500, 500 hata ilishia njiani ukaanza kukula faida nyingine. Hello, sema hiyo sio sehemu yangu, ninakataa. Sema ninakataa. Unajua kuna watu tu nasikia na ubiria. Hii ibada nikwambia si ya watu wote. Kuna watu ninatoa matika maeneo. Kule ambapo umekwamishwa mimi nazidi kukuinua katika jina la Yesu. Sema I refuse. Sema tena I refuse. Sema tena I refuse. In the book of 1 Chronicles chapter number 4. Umefika hapo? Haujafika. Wewe ni kila kitu kwangu, Bwana. 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 Maandiko inasema hivi. Now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. Unasikia? Jabez was honorable. Lakini maandiko inasema mama yake alipomzaa kwa uchungu akamuita huzuni. Lakini Jabez alirefuse. Sema I refuse. Tuendelee verse 10. And Jabez called on the God of Israel, saying, Amen. Tutaendelea tu. Hata kama adui apendi, tutaendelea katika jina la Yesu. Verse 10. And Jabez called on the name of the God of Israel, saying, oh, that you would bless me indeed, and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. So God granted him what he requested. Jabez alikataa. Mama yake alipomzaa akamuita huzuni. Jabez alijua ya kwamba mimi si huzuni, na akakataa. Praise the name of the Lord. Akakataa, akasema I refuse. Kama vile tunakataa asubuhi ya leo ya kwamba mimi si huzuni, mimi ni mtu ambaye amebarikiwa, mimi ni mtu ambaye anakwenda mbali. Kwa hivyo akakataa. Na wewe kataa asubuhi ya leo ya kwamba wewe si huzuni, wewe sio mtu wa kukejeliwa na kuwekwa kule chini katika jina la Yesu. Wanajaribu kukuzika na unainuka unasema I refuse. Praise the name of the Lord. Siku moja ukajaribu kumsika punda. Wanamwaga mchanga, punda anajitingiza, anakanyanga juu ya mchanga. Wanaendelea kumimina mchanga, punda anajitingiza, anakanyanga juu ya mchanga. Mara ya mwisho wakirusha mchanga ya mwisho, punda akatokea. Ninasema utatokea katika jina la Yesu. Na nasema wale ambao wanajaribu kuzika kalia yako wataona ukitokea katika jina la Yesu. Nasema utatokea katika jina la Yesu. Kataa kuzikwa na hali katika jina la Yesu. Kataa kuitwa majina. Kuna majina mengine unakataa. Na usiruhusu watu wafanye mzaha na wewe. Hello? Eti watu wanakuambia wewe hata ni mfupi sana. No! Mwambie no. Your height is equivalent to your assignment. Praise the name of the Lord. Vile unaona niko mrefu, it is equivalent to my assignment. Ile assignment nimeitiwa inataka watu ambao wako kama mimi. Hello. Ile assignment nimebeba. Wewe mfupi wezi. Na wewe ambaye ni mfupi, ile assignment umebeba, mimi siwezi. Hello. Na Mungu ametupanga hivyo. Usiruhusu watu wakukejeli. Watu wafanye mzaha na wewe, sema I refuse. Wafanye mifano na miti. Sio wewe, sema sio mimi.
Watu watifanya msana wewe. You are prince in making. Laiti wangemjua ya kwamba Esther, hata kama alikuwa pale, eti anaitwa mtoto wa yatima. Laiti wangejua ya kwamba huyu ni queen in making. I see a king in making katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Watu wakae vizuri na wewe. Ni kwa sababu kuna mahali unakwenda, sema I refuse. Kugandamizwa, sema ninakataa. Praise the name of the Lord. Ukatae kugandamizwa, ni kwa sababu you have a destiny to fulfill katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Kule Bwana amekuitia, lazima utaenda katika jina la Yesu. Na nasema upewe njia hata asubuhi hii ya leo. Na they will keep repeating. Watu wakupatie njia. Mimi nasema watu wakupatie njia. Wanaokuzuia njiani natangaza asubuhi ya leo wakupatie njia katika jina la Yesu. Wewe huwezi kuzuiliwa. Nasema wewe huwezi kuzuiliwa. Wanaojaribu kukuzuia ni kama kuzuia upepo. Utapita tu na hataelewa kama umepita. Hello, unaweza ukazuia upepo? Hebu jaribu kushika upepo. Hebu jaribu kushika. Kuna kitu umeshika? Hakuna. Kwa hivyo wale ambao wanajaribu kukuzuia, hiyo ndio biashara wanaendelea kufanya. Praise the name of the Lord. Sema mimi siwezi nikazuiwa. Mahali ambapo ninakwenda lazima nikwende hapo katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. In the book of 2 Kings chapter number 7, kuna watu wenye ukoma waine walichoka wakasema watu hao walikuwa na ukoma. Na wacha nikuambie, ukoma enzi zake ulikuwa mbaya hata kuliko corona leo. Kama iko. Sijui kama iko. Hata ilikuwa mbaya kuliko hata ukimwi. Kwa sababu ukiwa na magonjwa kama hayo, ni kweli tutakuhurumia, ni kweli tutakusaidia, lakini ukoma ulihesabiwa ugonjwa mbaya zaidi. Ulihesabiwa umelaaniwa. Kwa hivyo unatengwa, unafukuzwa, unawekwa nje ya mji. Kwa hivyo licha ya kwamba mwili umedhoofika, hata psychologically unaanza kudhoofika. Praise the name of the Lord. Na ikawa kuna hao watu wenye ukoma waine waliofukuzwa wakaekwa nje ya mji, na siku moja wakawa wamechoka. Sema walikuwa wamechoka. Na wakasemesana ya kwamba tukiendelea kukaa hapa ni kweli tutakufa, na tukirudi katika mji bado kuna njaa, kwa hivyo tutakufa. Na wakasemeshana na wakaamua ya kwamba tuingie katika kambi ya Washami. Ikiwa wataturuhusu tuishi, watupatie chakula ni sawa. Wakiwa watatumaliza ni sawa. Na maandiko inasema wakafunga safari wakielekea katika nchi ya Washami. Maandiko inasema walipokuwa njiani wakielekea, maandiko inasema Bwana akafanya miguu yao ikapata nguvu. Walipokuwa kitembea hivi, miguu yao ikakisika kama jeshi kubwa ambalo linakuja. Ikasikia ni kama kuna magari ya moto inakuja. Watu wakaanza kukimbia, Washami wakaanza kukimbia. Wakasema leo tumevamiwa. Ni kwa sababu wale watu waliposhikana wakasema tumeamua, tumekataa ya kwamba tutakufia hapa, tutakwenda huko. Walipoanza kuondoka, Bwana alifanya jambo. Ninasema asubuhi ya leo utakapochoka na uamue nimekataa na uanze safari, Bwana ataweka miguu yako nguvu. Nasema utapokea nguvu. Ukiwa njiani utapokea nguvu ya kwenda huko unakokwenda. Hiyo biashara unaenda kushundia, Bwana akikusaidia. Weka hatua siku ya leo katika jina la Yesu. Sema ninakataa. Hata kama ulifungua ya kwanza ikakufa, endea ya pili with that authority, with that power. Bwana atakusaidia. Ukiwa njiani, Bwana atakupatia nguvu. Praise the name of the Lord. Bwana kaweka miguu yao nguvu. Walipokuwa kitembea hivi, miguu inasikika Wakashami wakajua leo kimeumana, leo tumekutwa. Wakatoroka, wakakimbilia usalama. Maandiko inasema wale watu wakifika wakakuta hakuna watu, chakula ni kingi, utajiri ni mwingi. Praise the name of the Lord. Just make a step of faith. Kuna mahali Bwana anakungojea. Toka in that comfort zone. Wacha kuomboleza mahali hapo. Wacha kusema kwamba nitakufa. Wacha kusema kwamba niliachwa, mimi nitafanya nini? Kuna jambo la kufanya mbele za Bwana. Whoever calls upon the name of the Lord shall be saved.